waumini wenzangu ambao tumekusanyika hapa, habarini za jioni. Mimi nimesimama kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ambaye na yeye ilikuwa tuungane naye, lakini kutokana na majukumu aliyopangiwa amelazimika kwenda kumwakilisha Mheshimiwa Rais sehemu nyingine, lakini akawa ameniagiza nifike hapa nitoe salamu kwa niaba yake. Anaungana nanyi katika tukio hili muhimu la kuzungumzia uchaguzi ambao ni muhimu sana kwa taifa letu, tunapoenda kuchagua viongozi watakao tuwakilisha katika vyombo mbalimbali. Kwa naomba mpokee salamu zake, lakini pia nitumie fursa hiyo kutoa salamu za wilaya kwa wanakibamba, lakini mimi pia ni mkazi wa Kibamba. Sasa sikujua kwa nini hakunitaja, kwa sababu mimi ni mkazi wa Kibamba. Sasa ametaja wengine wote, wengine hata huku ndani hawapo. Sawa, ofisi iko pale, lakini mimi naishi Kibamba kwa Jimi. Kwa hiyo ni mkazi wa Kibamba. Kwa nimekuja kwa nafasi zote mbili, kama mwana Kibamba lakini pia kama mkuu wa wilaya. Lakini bahati nzuri hata mgombea ubunge wa jimbo la Ubungo na yeye ni mkazi wa Kibamba. Kwa mimi naungana na wewe kwamba Kibamba ina nafasi yake peponi. Hongereni sana wana Kibamba. Sisi kama serikali tunaungana na ninyi kuendelea kuhimiza amani, lakini kubwa ni kuwahakikishia kwamba uchaguzi wetu utakuwa wa amani, wa huru na utulivu. Wote ambao mtajitokeza kwenda kupiga kura, muende mkiwa na uhakika kabisa kwamba hakuna atakayegusa hata unywele wako mmoja utakapotoka kwenda kupiga kura. Nenda ukamchague kiongozi ambaye ataleta mabadiliko, ataleta maendeleo kwenye wilaya yetu ya Ubungo na kwenye jimbo letu la Kibamba. Sisi kama viongozi ambao Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuamini na kutupa nafasi ya kuungana nanyi katika kuleta maendeleo, ahadi yetu kwenu ni kwamba tutashirikiana kwa karibu sana na viongozi ambao mtawachagua kama wawakilishi wenu. Sisi sote humu ndani hatuwezi kwenda bungeni kupitisha sheria. Sisi sote humu ndani hatuwezi kuingia halmashauri kwenye baraza la madiwani. Ni lazima muwe na viongozi ambao wataenda kufanya maamuzi kwa niaba yenu, alafu sisi tusimamie maamuzi hayo. Kwa wale ambao mnawaleta kwenye ngazi ya udiwani kwenye maeneo yenu, ndio ambao wanaenda kufanya maamuzi kwa niaba yenu. Wale ambao mnawachagua kama wabunge ndio wanaenda kuwawakilisha kwenye kutunga sheria na kuisimamia serikali, kutusimamia sisi. Kwa ni lazima mlete viongozi ambao wanaweza kuyasema yale ya kwenu, wanaweza kuyasimamia yale ambayo mnataka yatokee na kuhakikisha kwamba yanatokea. Nafasi hiyo mnayo sasa. Endapo hamtaitumia vizuri, hamtakuwa na mtu yoyote wa kumlaumu. Imeelezwa hapa kwamba tunawajibika kutenda lililo jema ili kurekebisha uovu. Tunawajibika kumchagua kiongozi ambaye anabeba maono ya wana Kibamba, ya wana Ubungo. Kuna maeneo matatu au manne ambayo sisi katika ngazi ya wilaya tumeshayapokea, na mimi nimezungumza na baadhi ya wagombea ambao wengine wako hapa na wako tayari na wamenihakikishia ni masuala ambayo wanakuja kuyasimamia. Tumekaa na viongozi wa BAKWATA, katibu na mashehe wangu hapa, tukakubaliana. Swala la kwanza
malezi. Na hapa nasikia vikelele vya watoto huko. Ni lazima tujiulize ni namna gani tunasimamia malezi ili kesho ya watoto hawa iwe salama. Wagombea ambao tunao naamini wanakuja kusimamia malezi. Na mimi kwa niaba ya Wanakibamba, matarajio yetu kwenye kata zote, kama ilivyo kwenye kila kata kuna baa, kwenye kila kata sijui kuna kitu gani, ni lazima kila kata kuwe na madrasa. Na tunatoka kwenye kata, tunatoka kwenye kila mitaa tuwe na madrasa kwa ajili ya malezi ya watoto. Hatuwezi kutegemea tukapata malezi kwa watoto ambao hatuwalei. Juzi kule Saranga kwenye kongamano kama hili tuliongea na nilisema, mtoto wako kwa siku ubongo wake unakula nini? Jiulize, redio anayosikiliza inazungumza nini? TV anayoangalia inamwambia nini? Na ni mara ngapi umefunga naye safari kwenda naye msikitini? Wewe unaenda msikitini, tunakuuliza mtoto yuko wapi? Hujui. Kijana wako yuko wapi? Hujui. Alafu tunashangaa malezi yanapopotea. Ni lazima tukabadilishe hili. Kwa mimi niwaombe viongozi ambao mnawachagua, tujitahidi kuwa na madrasa. Sio dhambi zikiwepo karibu. Mtoto anapotoka darasani lisali moja anaweza akaingia madrasa akajifunza. Saa moja kama amesharudi nyumbani katakuwa na hofu ya Mungu. Lakini unategemea mtoto toka asubuhi amesikiliza nyimbo inaimba bia tamu, akimaliza nyimbo hiyo anasikia nyingine sitaki kuoa, anamaliza hapo anaambiwa heri kuwa single, anamaliza hapo anaambiwa heri nikalale kidimbwi. Sasa malezi gani haya? Ni lazima tukaangalie huko. Jambo la pili, nimepokea malalamiko hapa ya uchinjaji holela. Sisi ni mabingwa wa kula vibudu, hatujui nani kachinja. Nimemwelekeza katibu wa BAKWATA, ni lazima BAKWATA waniletee majina ya wale wote ambao ndio watakao kuwa wanachinja peke yao kwenye machinjio zetu. Ni marufuku kwenye machinjio mtu yote kwenda na kujichinjia, sheria inakataza. Lakini kuna watu wana vijiwe vya kuku huko. Wewe umetoka una hilo wala lile, umeona nusu kuku, nikatie nusu kuku, nikatie shingo, nani kachinja? Sasa hili katibu wa BAKWATA nimemwambia ni la kwake, maimamu huko kwenye kata zetu tujue ni la kwetu. Lakini waheshimiwa madiwani, mnapokuja kuchaguliwa, nendeni mkaangalie mambo haya. Haya ni mambo ya kiimani na yako kwenye sheria yetu, kwamba kama unauza kitoweo kwa ajili ya umma ni lazima uheshimu imani za wenzako. Ni lazima, sio ombi. Kwa mimi naamini waheshimiwa madiwani tumekubaliana, ni baadhi ya vitu vya kwenda kusimamia tu, sio vitu vipya. Wewe unapotaka kuchinja mbuzi unapakia kwenye pikipiki, tujue amechinja nani. Tusipojua tutafukia, tutachoma moto. Lakini naamini tutashirikiana vizuri na mheshimiwa mbunge, ili analifahamu kwa sababu ni mwanasheria na yeye mwenyewe linamkera. Alishaniuliza mara mbili, hivi ya mabucha huku mbona hatuoni aliyoandikwa halal na sio halal? Lipi ni lipi? Ni imani, sio dhambi. Kwanza ni baraka kuheshimu imani ya mwenzako, na huo ndio utulivu na amani tunayozungumzia, kwamba unapotoka nyumbani usiwe na wasiwasi nimekula nini, nimelishwa nini na nani. Lakini jambo la tatu, tumekuwa na mfumuko sana wa mabaa na makelele kwenye maeneo ya makazi. Watu hawalali. Leo asubuhi nimeongea na wenye vitu wa serikali za mitaa wote wa jimbo la Kibamba, nilikuwa nao toka saa 3. Hii ni kazi yao wenye vitu wa mitaa, ni usimamizi. Watu wanasema unajua sasa kama ilivyo kanisa na msikiti lazima uwepo kwenye eneo la makazi. Ni kweli,
Maana huwezi leo ukaniambia kwamba unaposikia adhana asubuhi saa 11 eti na kukera ni kelele. Amka nenda kaswali. Au saa 3 kanisani pale wanaimba kumcha Mungu, wewe unaniandikia message. DC wanatupigia kelele. Wewe saa 3 umelala kwa raha gani? Amka nenda kasali. Kwa sababu siwezi kutoka hapa ukaniambia nitoe kanisa nilipeleke Mlandizi ili watu watoke kwenye makazi. Nani ataenda kuswali? Nitoe msikiti niseme hapa eti ni eneo la makazi niupeleke Kibaha. Kuna mtu ataenda? Hapa yenyewe hamwendi. Kwa hiyo ninachotaka kuagiza kwa wanaoenda kuchaguliwa, tusimamie haya maeneo, watu waweze kulala vizuri, waamke waswali, lakini hizi baa na zenyewe tuziwekee utaratibu. Hili ni jambo la muhimu sana. Na wanaoweza kuyasimamia haya, ndugu zangu, ni viongozi ambao mtawachagua kama wawakilishi wenu. Kuna mambo lazima umpate kiongozi ambaye yuko tayari kuyasema, kuyasemea na kuyasimamia. Na mlionao naamini wanaweza kuyafanya yote hayo matatu. Mwajuma oye! Asanteni kwa kunisikiliza na watakia kila laheri kwenye uchaguzi wenu.